Bana, katika siku 8 za kusikilizwa kwa ushahidi dhidi ya nguli wa muziki, inamaanisha kwamba nguli wa muziki Sean Diddy Combs, waendesha mashtaka bado wanazidi kupambana kuimarisha hoja zao kuhusu mashtaka ya uhalifu wa mitandao, ambako basi katika hali isiyotarajiwa shahidi mmoja alidai kuwa ushahidi wake huenda umesaidia zaidi upande wa utetezi wa Diddy badala ya kuumiza upande huu. Nini maana ya racketeering? Racketeering ambazo basi kesi hizi huaga ni mashtaka ya madai mazito yanayohusiana na ushiriki wa mtu katika mtandao wa kihalifu uliopangwa, mara nyingi ukihusisha vitendo vya uhalifu na ulanguzi wa dawa pamoja na unyanyasaji wa kijinsia au uporaji kama vile sehemu ya biashara au shirika. Lakini mpaka kwa hivi sasa nini kilitokea katika siku hii ya 8 ambako basi waendesha mashtaka wakiwa wanazidi kupokea issue hizo za nguli huyu wa muziki wa huko Marekani, kwa maanisha kwamba Sean Diddy Combs. Sasa basi shahidi wa upande wa mashtaka ambaye alitarajiwa kuimarisha hoja ya serikali dhidi ya Diddy alitoa ushahidi ambao ulionekana kuwa kutokuwa wa moja kwa moja, uliambatana na maneno ya mashtaka kuhusu dhamira ya Diddy. Ulijumuisha maoni binafsi ambayo yalimfanya ajisikie kuwa huenda alikuwa anamsaidia Diddy badala ya kumtia hatiani Diddy. Lakini pia waendesha mashtaka walionekana kwamba kukosa uthibitisho wa moja kwa moja kuhusu uongozi na usimamizi wa Diddy katika kikundi cha uhalifu. Kuendelea kujaribu kuunganisha vipande vya ushahidi vinavyoonyesha kuwa Diddy alikuwa ni kinara wa sehemu ya mitandao haramu. Lakini pia kwa upande mwingine mawakili wa utetezi wanaendelea kupinga madai yote, wakisisitiza kuwa Diddy hajawahi kuwa sehemu ya shirika au sehemu ya uhalifu wa aina yote. Anatumiwa tu kwa misingi ya uvumi na mashtaka yasiyokuwa na ushahidi thabiti. Maana ya kesi hii: ushahidi dhaifu usiokuwa thabiti unaweza pia kupunguza nguvu ya mashtaka ya serikali. Ikiwa mashahidi wa upande wa serikali wameshindwa kutoa malalamiko ambayo ni thabiti, basi mashtaka haya yanazidi kupungua nguvu siku hadi siku. Mahakama inaendelea kusikiliza pande zote kabla ya jopo la majaji kutoa uamuzi, ambao uamuzi huu utakuwa ni uamuzi wa mwisho. Basi naamini kwamba kesi bado inaendelea, lakini kwa sasa upande wa mashtaka unaonekana kwamba kukumbana na changamoto katika kudhibitisha mashtaka makubwa ya uhalifu uliopangwa dhidi ya mwamba Diddy. Hasa katika upande wa Meek Mill, yeye ameweka wazi ushirika wake kwenye sherehe za Diddy. Kesi inazidi kupamba moto mpaka kwa hivi sasa. Rapa Meek Mill ametangaza kuwa hadharani kupitia mitandao ya kijamii kuwa anataka kuweka kumbukumbu rasmi, public record, kuhusu ushiriki wake kwenye sherehe alizowahi kuhudhuria nyumbani kwa mogul, akiwa anamaanisha kwamba Sean Diddy Combs. Hii imekuja baada wakati wa kesi hii unavyozidi basi kushamiri, na Diddy akiwa bado anazidi kuhusishwa na mambo haramu ya kingono, yani sexy trafficking, inayomkabili Sean Diddy ikiwa inazidi kuchukua sura nzito sana ya kuvuta hisia za watu wengi mashuhuri na mashabiki wote duniani. Ina maana kwamba mashabiki wa rap, lakini pia mashabiki wa muziki kiujumla. Meek Mill kwa nini anazungumzia swala hili? Katika taarifa yake, Meek Mill alisema kwamba aliwahi kuhudhuria baadhi ya sherehe hizo za Diddy. Hakuwahi kushuhudia chochote kisichokuwa cha kawaida au ambacho kilikuwa cha kihalifu katika eneo hilo. Alijitenga kabisa na uvumi wa tetesi na mashtaka yaliyokuwa yanamhusu Diddy. Hii inaonyesha kuwa Meek Mill anajaribu kujikinga mapema na kuzuia jina lake kuhusishwa na mashtaka yoyote ya jinai au tuhuma zinazomgusa P Diddy. Sasa hivi sababu ya kuweka kumbukumbu hadharani, public record, ni kuepuka kuchafuliwa jina lake katika kesi zinazozidi kurindima katika pande zote mbili, upande wa serikali lakini pia kwa upande wa Diddy. Lakini pia Diddy amekuwa akihusisha na wahusika watu maarufu, watu waliowahi kuwa karibu yake na watuhumiwa wa kwanza kabisa ambao waliwahi kujihusisha na patizo. Basi huenda huko mbeleni kesi itakapokuja kuwa nzito, kuna watu ambao pia watachukuliwa hatua. Basi hapa kinachokuwa kinahisiwa zaidi basi ni Meek Mill anajaribu kutengeneza ukuta kwa ajili ya maisha yake ya baadaye, ila pia anazidi kujisafisha mapema kulingana na yale ambayo yalikuwa yanatokea katika pati hizo. Meek Mill anajua kuwa ukimya unaweza pia kutafsiri vibaya
Kwa hivyo anapiga hatua ya kujiondoa katika lawama yoyote ile upande zote mbili, upande wa serikali lakini pia upande wa P Diddy. Yani yeye anajaribu kutetea upande wake kiujumla, lakini pia anajaribu kulinda biashara yake na heshima yake ambayo ameitengeneza katika nchi ya Marekani kuanzia huko kipindi cha nyuma mpaka kwa hivi sasa, na hii pia ni moja kati ya njia ambayo amejaribu kuitumia. Kama msanii wa muziki, Meek Mill anaendesha biashara zinazohitaji heshima ya umma, lakini pia kuvutwa katika kashfa ya kingono ya Diddy kunaweza pia kukampa athari kubwa sana ya kibiashara na kumfanya hata yeye pia mwenyewe binafsi kuonekana kwamba ni mtu ambaye hana utu katika jamii. Ukweli kuhusu sherehe za Diddy. Kwa miaka mingi sherehe za Diddy zimekuwa zikiwa zinahusisha masuala ya ngono. Umaarufu umekuwa ni moja kati ya kitu mashuhuri sana ambacho kilikuwa kinajadiliwa kwamba watu ambao walikuwa wanafika katika eneo hilo ni watu mashuhuri tu, na watu ambao walikuwa nakula bata za hapa na pale. Ilikuwa ni sehemu ya anasa katika patizo. Moja kati ya mtu ambaye anatajwa mpaka kwa hivi sasa kuwa ni aliyepata changamoto ya matukio ya sherehe hizo za Diddy basi ni Justin Bieber, pamoja na kina Meek Mill ni mmoja wapo pia. Lakini pia usiri mkubwa au kuwahi kuwa na ruhusa katika sehemu ile, kwa sababu watu walikuwa wanaambiwa kwamba wawe ni watu wa siri au kuwahi kuruhusiwa kushika simu wala kamera katika eneo hilo. Ni watu ambao walikuwa wananyang'anywa vitu vyao vyote na vinawekwa katika sehemu moja. Ulinzi wa vitu vyao na mali zao ulikuwa ni uhakika kwamba lazima vitu vyao waweze kuvipata. Lakini pia tetesi za tabia zisizokuwa za kawaida, ikiwemo madai ya matumizi ya madawa ya kulevya na wimbi kubwa la waalikwa waliokuwa mashuhuri, wakiwemo wanasiasa pia na mastaa wa kimataifa ambao pia walikuwa wanahusishwa na masuala mbalimbali. Pamoja na haya yote, lakini hakuna aliyewahi kudhibitisha hadharani kile kilichokuwa kinatokea ndani ya sherehe hizo mpaka sasa kesi hii ilipokuja kuibuka kwamba kuna sakata linaloendelea katika eneo hilo, ambalo sakata hilo linawahusisha mastaa mbalimbali waliokuwa wanatumia vitu haramu ambavyo havikuwahi kudhibitiwa katika eneo hilo la katika nyumba ya Diddy. Sasa basi, athari za tasnia ya muziki katika nchi ya Marekani. Kesi hii inatishia kuibua mlipuko mkubwa wa siri zilizokuwa zimejificha katika sekta ya burudani, kwamba wasanii wamekuwa wakitumika kama njia ya kufanya biashara za haramu, ambazo biashara hizo zimekuwa zikiwa zinahusisha watu mbalimbali mashuhuri katika sehemu mbalimbali. Mastaa kama vile Meek Mill ambao basi wamekuwa wakionekana na Diddy wanalazimika sasa kuchukua hatua za tahadhari mapema pale ambapo basi sakata ile lazidi kupamba moto, na huku majaji bado hawajatoa kauli yao. Inaweza kuibua mfululizo wa matamko ya kuzidi basi kufanya mastaa wengine wengi wakawa wamezombwa katika sakata hili, wote wakaishia magereza. Je, Meek Mill anaweza kuathirika katika mambo gani? Ni mambo ambayo ya kujiuliza kwa sasa. Hapana, Meek Mill kwa hivi sasa hajatajwa katika nyaraka zozote zile za mahakamani, lakini ikiwa mashahidi wapya wataibuka na kusema kwamba Meek Mill alikuwa anahusishwa na mambo haya, basi naye pia atakuwa ni jambo jipya katika maisha yake, sababu anaweza pia akahusishwa katika jambo hili la maisha ya Diddy na mwisho wa siku akaishia katika kuta za magereza. Sasa mimi naamini kwamba hatua yake ya kuweka maelezo ya sasa wazi ni busara ambayo inaweza pia ikamaanisha kwamba anajitayarisha kujilinda kisheria, lakini pia kijamii. Naamini kwamba taarifa za Meek Mill si taarifa ya kawaida, ni sehemu ya kile kinachoonekana kuwa kama asipofanya hivyo basi anaweza akajikuta ameishia katika kuta za magereza. Je, kesi ya Diddy ambaye basi ni mmoja kati ya msanii mkubwa sana kuhusu usafirishaji wa vitu haramu pamoja na issue za kingono, je, na uhalifu wa mitandao ya kijamii, je, inaendelea vipi huko New York, ambako Jumatatu hii afisa wa uchunguzi wa usalama wa ndani, nikiwa namaanisha kwamba Homeland Security Investigation, Gerald Gannon ameendelea na ushahidi wake mpaka Jumanne alasiri. Gerald Gannon ni mpelelezi mwandamizi kutoka idara ya Homeland Security Investigation, ambayo ni moja ya taasisi kubwa zinazoshughulika na kesi jinai zinazovuka mipaka, hasa biashara za binadamu, uhalifu wa mitandao, ugaidi wa kifedha, ulaghai wa kitaasisi. Pia Gannon ni shahidi muhimu kwa upande wa mashtaka, kwani ndiye aliyekuwa akisimamia uchunguzi wa kina dhidi ya Diddy pamoja na timu yake na wataalamu wa forensic intelligence na sheria. Bwana, ushahidi alioendelea kutoa Jumatano, ushahidi ni wa kiuchunguzi. Gannon alieleza kuwa jinsi walivyokusanya taarifa kupitia simu za waathirika, mawasiliano ya barua pepe, kamera za usalama kutoka majengo yaliyokuwa yanahusishwa na Diddy, lakini pia ushahidi wa malipo ya pesa kwa njia isiyokuwa rasmi, yani cash transaction. Kwa maana kwamba
malipo ya kifedha, yani yale ambayo yanafanyika katika simu, ambazo zinadaiwa kuwa ziliwahi kuwa kununua kimya kimya vitu ambavyo havikuwahi kuonekana na vitendo haramu vilivyokuwa vikifanyika katika nyumba hiyo. Kazi ya mitandao na vikundi vya Diddy vilikuwa vinaeleza namna ambavyo Diddy alivyokuwa anatuhumiwa kuendesha mtandao wake waliokuwa wanasaidiana kulinda mfumo wa ushawishi wa kingono, ikiwemo walinzi wa kibinafsi, lakini pia wanamuziki na madiji waliokuwa marafiki wa karibu wa Diddy, lakini pia washirika waliokuwa wanadaiwa kuwavutia wanawake na wanaume kwenye sherehe zake huko katika nyumba yake. Hii ina maana kwamba Diddy amekuwa akiwa anatumia mfumo huo kuweza basi kuendesha biashara za kingono. Utaratibu na ushawishi wa utesaji wa watu ambao walikuwa wanatumika katika maeneo hiyo. Ina maana kwamba Gannon ambaye ni huyu ni mpelelezi anasema kwamba alieleza kuwa baadhi ya waathirika walilazimishwa kubakia katika mazingira ya udhibiti, ikiwemo kunyimwa simu, kutishiwa, lakini pia kutupwa nje ya hoteli na nyumba ikiwa wakikataa kushiriki vitendo vya ngono. Bana, ni ishara mbaya sana hii. Inamaanisha kwamba Diddy alikuwa anafanya vitendo hivi kwa baadhi ya watu ambao hata ni watu mastaa kabisa. Lakini ushahidi huu unazidi kuwa ni moja kati ya ushahidi ambao unatisha. Gannon ni shahidi wa kitaaluma aliyehusika moja kwa moja katika matukio na anaweza kutoa ushahidi wa kiuchunguzi usioegemea upande wowote ule. Anaongeza uzito wa kiuchunguzi wa serikali ya Marekani, tofauti na mashahidi wa awali waliotoa ushuhuda wa moja kwa moja kama vile waathirika. Ushahidi wake unaweza kuwa ni sehemu ya msingi wa kuunganisha Diddy moja kwa moja na vitendo haramu njia ya utawala ya shirika la kihalifu ambalo lilikuwa la siri likiwa linaendelea kufanyika matendo yake ndani ya nyumba yake. Changamoto ya uendeshaji mashtaka lazima inaonyesha kabisa waziwazi kwamba Diddy kuna upande ambao anawapiga katika upande ambao ni wa kifedha. Mimi naamini kwamba sitakuwa na lazima kwa muda huu, nitakusogezea yote ambayo atakayojiri. Hii ni Harmonize News. Bye bye.